Chum TV. Furaha kiganjani. Chuo cha uongozi wa mahakama Lushoto IGA na kituo cha mafunzo ya sheria Zanzibar ZLRC wametiliana saini makubaliano ya ushirikiano wa kitaaluma kwa lengo la kutekeleza maelekezo ya serikali ya SMT na SMZ ya kuimarisha uhusiano na ushirikiano wa taasisi. Hafla hiyo ya utiaji saini hati ya makubaliano kati ya chuo cha uongozi wa mahakama Lushoto IGA na kituo cha mafunzo ya sheria Zanzibar ZLRC imefanyika katika ukumbi wa mahakama ya rufani jijini Dar es Salaam. Hii ni Chum TV Online. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Jina langu ni Subira Salu. Kwa swala tunalofanya mimi nadhani ni kubwa sana kwa mustakabali wa taasisi zetu, lakini kwa mustakabali wa wale ambao ni wafaidika. Niseme tu chuo cha uongozi wa mahakama Lushoto kina miaka zaidi ya 20. Sasa hivi kimekuwa zaidi ya miaka 20 na kimekuwa kinafanya mambo mengi sana katika kujengea uwezo, na bahati nzuri hata ukubara katika kujengea uwezo kwa kweli hatujajikita kuwajengea uwezo mahakimu peke yake au na majaji. Tumekuwa tunawajengea uwezo na wadau wengine wa sekta ya sheria, kwa sababu ili uweze kutenda haki haiamuliwi na jaji na hakimu peke yake. Maana yake kuna mtu lazima alete mashtaka, lakini kabla ya mashtaka kuletwa kuna mtu amepeleleza, lakini kuna watu wanaoendesha upande wa upelelezi, upande wa jamhuri, lakini na upande vile wa utetezi. Kwa hiyo tumekuwa tunajitahidi kwa kweli kutoa mafunzo kwa wadau wote wa mnyororo wa utoaji haki, ikiwemo mpaka maafisa ustawi wa jamii, kwa sababu tunapozungumza masuala yanayohusu watoto, maafisa ustawi wa jamii ni wadau muhimu ambao wanatakiwa kuwepo mahakamani. Sasa tumekuwa katika mafunzo yetu tunawashirikisha hao maafisa ustawi wa jamii, tunafanya mafunzo, tunahakikisha na wao wanashiriki, lakini tumekuwa tunawashirikisha mpaka vile waendesha mashtaka, kwa sababu ukiwa unaendesha kesi ambayo inahusu mtoto, mwendesha mashtaka anatakiwa kujua namna gani anaweza kaendesha shauri linalohusu watoto. Lakini kuna eneo moja ambalo ni nzuri sana tumekuwa tunaliendesha ili nafikiri tutaona namna gani tunaweza tukaingiza katika ushirikiano huu. Sasa hivi zamani tunatambua kwamba wote tukiwa tunazungumza kwenye kesi sasa za masuala ya makosa ya kingono au unyanyasaji wa kijinsia, siku zote tunajikita kumwangalia mtuhumiwa kwamba ametenda kosa, tuhakikishe sasa kama anafungwa, lakini hatuelekezi sana mtazamo wetu kwa yule ambaye ni mhanga au victim. Kwa hiyo tumeanza kuja na hiyo trend. Bahati nzuri wenzetu Ulaya, Jumuiya ya Ulaya walishakuwa na kitu moja EU Directive ya 2012. Kwa nchi zote ambazo za Jumuiya ya Ulaya pamoja na Uingereza, kwa sababu wakati wao ni sehemu, wamekuja sana na utaratibu kwamba kila nchi imekuja na victim protection, utaratibu wa kuhakikisha kwamba wanakuwa na wako victim centric, kwamba angalau basi muhanga huyu wale matukio ya unyanyasaji wa kingono pamoja na makosa yanayohusiana nayo, basi naye anaangaliwa kwa jicho jingine, kwa sababu anaathirika kisaikolojia. Kwa hiyo tumekuja na baadhi ya maeneo tunafanyia kazi. Kwa uundwaji wa taasisi hizi unavyotaka zote zina lengo moja la utoaji wa elimu na kujengea uwezo wadau katika sekta ya sheria na hususan haki jinai. Kwa hiyo tumeshuhudia utiaji saini leo, na huu ni tuseme ni mwanzo wa ushirikiano huu ambao sasa unawekwa kwenye maandishi na kwamba unaanza rasmi, na maeneo ya kushirikiana yapo mengi, ikiwemo kuandaa na kuendesha mafunzo ya pamoja, kubadilishana wanafunzi au wale watu wanaojengewa uwezo, kubadilishana mbinu za kitaalamu au utaalamu kwa ujumla, kuandaa makongamano, semina na mafunzo mbalimbali kwa pamoja na kushirikiana kwenye nyanja za teknolojia na utafiti. Kwa hiyo kwa kupitia utiaji saini huu sasa tunakwenda kuanza rasmi ushirikiano huo ambao taasisi hizi mbili zitakwenda kupanga mpango wa utekelezaji wa mashirikiano hayo, kwa sababu ni muhimu sasa kujua kipi kitafanyika lini, kwa namna gani, kwa wakati gani, wapi na mambo kama hayo. Kwa hiyo
tunaamini ndio hatua inayofuata. Kwa hiyo tukiongozwa na viongozi wetu waliotia saini hapa leo, tutakwenda kupanga mpango huo na kisha kuweka utekelezaji. Na tukichukua maneno ya viongozi wetu wa taasisi mbili waliosaini hapa leo, wote wako na mwamko mkubwa katika mashirikiano haya, wakiwa wako tayari kuyatekeleza kwa moyo, na maana yake kutakuwa na commitment kubwa kutoka pande zote mbili ili kufikia mafanikio yanayokusudiwa na kila taasisi katika jambo hili. Kwa hiyo nami ni matarajio yangu kwamba utiaji huu saini utakwenda kunufaisha taasisi zote mbili kufikia malengo yake. Mahusiano yetu haya sasa yanaenda kuimarishwa baina ya IJA na ZRC. Na niseme hili ni jambo muhimu sana kwa upande wetu. Tunaamini wazi sasa tunaenda kufungua mafungamano mazuri katika muktadha wa kitaaluma na kitaalamu. Tunasema kwamba tukio hili ambalo tunaenda kulifanya la kuwa na MOU baina yetu ni kuunga mkono juhudi za viongozi wetu wa kitaifa, ambapo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan pamoja na Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi, ambapo wao wenyewe wana shauku ya kuona kwamba taasisi zetu hizi za pande mbili zinaungana na zinashirikiana na kutoa tija iliyokuwa nzuri kwa manufaa ya watu wote wa pande mbili za muungano. Sasa jambo hili nadhani sasa linaenda kufungua milango ya kutuweka sisi taasisi zetu mbili kama watoto pacha, na mimi naamini sasa jambo hili linaenda kutufungulia hiyo fursa katika taasisi zetu mbili hizi, na tukiamini kwamba taasisi zetu hizi tunawalea watu ambao wanaenda kusimamia haki katika taifa letu. Na jambo la haki ni jambo kubwa sana, linahitaji uweledi, linahitaji taaluma, lakini vile vile linahitaji mipango thabiti ili hili jambo likakae sawa, na tutaenda kuisaidia nchi yetu ikiwa sisi tutatoa watu wenye uweledi na watu ambao wana ubunifu. Chuo cha uongozi wa mahakama ambacho kipo Lushoto, lakini kwa upande wa Zanzibar chuo cha afisa mkurugenzi wa mashtaka ambacho ni kituo cha mafunzo ya sheria na utafiti Zanzibar, kwa pamoja leo tumeamua kusaini makubaliano ya kushirikiana katika kazi zetu, na hili ni kufuatia na miongozo na maelekezo ya viongozi wetu wakuu wa serikali zote mbili hizi, ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo inaongozwa na Mama Samia Suluhu Hassan, lakini vile vile na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar ambayo inaongozwa na Dr. Hussein Mwinyi. Kufuatia maelekezo hayo ni kwamba yanatutaka taasisi ambazo zina uwiano katika utendaji wa kazi zifanye kazi kwa kushirikiana, ambapo taasisi ya Zanzibar na taasisi za Tanzania Mainland zifanye kazi kwa pamoja. Leo hii tumeingia mashirikiano hayo, ambapo mashirikiano haya yatajikita katika ujuzi au utaalamu, lakini pamoja vile vile na ufundi wa masuala haya ya sheria. Maana kuna mambo mengi tunatarajia kutoka kwa wenzetu, na wenzetu bila shaka wanatarajia mambo mengi kutoka kwetu kuhusiana na masuala haya kitaaluma, lakini vile vile ukiachilia mbali kwa taaluma pase, lakini vile vile hata kuwajengea uwezo watendaji wa serikali.